kuitetea na kuichangia maendeleo yake kwa vitendo. Hiyo ni maana fupi ya uzalendo. Lakini maana pana ya uzalendo, uzalendo ni kuishi. Uzalendo si kuishi kwa maneno tu, yaani hauishi kwa maneno tu, bali uzalendo unapaswa uonekane kupitia kuheshimu sheria na katiba ya nchi, kulinda amani na umoja wa taifa, kuchangia maendeleo, yaani kulipa kodi, kufanya kazi kwa bidii na kushiriki shughuli za kijamii. Pia kutunza rasilimali za taifa, ardhi, misitu, madini na kadhalika kwa wivu mkali. Rasilimali za taifa lako lazima uzitunze kwa wivu. Usiwe tayari kutumika kwa namna yoyote ile kufanya rasilimali za taifa ziweze kuuzwa kwa wasio, au ziweze kuibiwa na watu wasiostahili kunufaika nazo, yani wasio wa Tanzania. Ni kuitetea nchi yako dhidi ya mambo yanayoweza kuiharibu. Ni kuitetea nchi yako dhidi ya mambo yanayoweza kuiharibu. Na ndio maana pale nilisema kama kuna kitu tumekikosa kwenye kizazi hiki ni uzalendo. Kwa sababu sasa hivi unaweza kukuta mtu tu anaamua anakula dili na wazungu kwa sababu kuna madini sehemu fulani, anakula dili na wazungu ili avuruge amani ya nchi, ili mabepari waingie kujichukulia wanavyotaka kujichukulia. Tunafahamu sasa hivi kimeonekana Tanzania kitu kinaitwa uranium. Si mnafahamu habari ya uranium? Sasa watu wenye wivu na nchi hii pia wasioitakia mema wameshaona na wanajua ni kitu cha thamani mno, na kwa duniani Tanzania iko kwenye top 10 yenye uranium nyingi. Kwa hata mabepari wanajua kuharibu amani ya nchi hii wapate mlango, kwao haiwagharimu. Wanajua wakivamia uranium ni dakika chache tu wamerudisha cha kwao. Kwa hiyo kutokuwa wazalendo kunaweza kukafanya sisi au vijana au wananchi wa Tanzania wakawa sehemu